Alikuwa mwanasiasa wa aina yake katika eneo la Nyanza ambaye alikwenda kinyume na mkondo wa siasa wakati huo. Zachary Okoth Obado alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa, lakini alionekana mara kwa mara kuwa mtulivu na mwenye kauli za upole. Hata hivyo, kuzama kwake baada ya kuhusishwa na mauaji ya Sharon Otieno kumefikisha mwisho wa safari yake ya kisiasa. Melita Oletengesi anaarifu zaidi kuhusu panda shuka za Obado. Ni machweo ya maisha ya kisiasa yaliyoshamiri mbwembwe na hadi kubwa kwa Obado. Uso uliotekwa na ukimya ukijidhihirisha alipokuwa akikabiliana na hatma isiyoepukika. Gavana wa zamani wa Migori Okoth Obado hatimaye alipelekwa rumande kwa siku 21 akisubiri hukumu yake. Kabla ya mauaji ya Sharon Otieno, Obado alikuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa eneo la Nyanza. Wakati huo alikuwa akihudumu kwa muhula wake wa pili kama gavana wa kaunti ya Migori. Alitawala ulingo wa kisiasa kama jabali lisilotikisika. Safari yake ya kisiasa ilianzia katika harakati za vyama vya wafanyakazi, hasa katika sekta ya wakulima wa miwa. Uhusiano wake wa karibu na wakulima hao ukimpa mizizi ya uungwaji mkono kisiasa mashinani. Mara nyingi walikuwa tayari kumlinda na kumtetea kwa njia yoyote ile, hata kwa kutumia fujo. Alikuwa na wafuasi waaminifu waliotekeleza maagizo yake bila kusita. Licha ya taswira yake ya mwanasiasa mwenye msimamo mkali, Obado alionekana kuwa mtu mpole na mtulivu. Alizungumza kwa sauti ya chini, hakupaza sauti, na wakati mwingine ilikuwa vigumu hata kumsikia akizungumza. Lakini kilichojificha kwenye utulivu huo ni mwanasiasa mwenye ujanja na pia mbabe mkubwa wa siasa. Upole wake uliwapotosha wengi wa wapinzani wake, na waliomdharau waliishia kuhangaika wenyewe. Kisha ilipofika tarehe 4 Septemba mwaka 2018, Sharon Otieno alipatikana ameuawa na mwili wake kutupwa katika msitu wa Kodera, kaunti ya Homa Bay. Tukio hilo likawa mwanzo wa hukumu kwa mwanasiasa ambaye kwa miaka mingi alikuwa akitembea kwa kujiamini mahakamani. Okoth Obado akatajwa kuwa mshukiwa katika kesi ya mauaji. Uhusiano wake wa kimapenzi na marehemu ukawa kitovu cha uchunguzi, huku wapelelezi wakikusanya ushahidi wa kisa cha mauaji kilichotikisa taifa, na hatimaye hukumu ya Jaji Cecilia Githua ikipigilia msumari kwenye hatma yake. Melita Oletengesi, Runinga Citizen.